Haleluya wapendwa, Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni mie mama Fifi tena niko mbele zenu watu wa Mungu. Niko tena hapa siku ya leo kwa neema ya Bwana. Napenda siku ya leo tena twende tusome neno la Bwana pamoja, tujifundishe neno la Mungu pamoja watu wa Mungu. Na wasalimu yote katika jina la Yesu Kristo. Basi kabla hatujasoma neno letu, twende tuombe Mungu. Baba Mungu, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuwa mbele za uso wako Kristo Yesu. Niko mahali hapa Bwana kuzungumza neno lako, kujifunza neno lako pamoja na wapendwa wote ambao utakapo sukuma kwa mahali hapa ili wasikilize neno lako. Bwana Yesu, ninataka unitumie mimi ni chombo, unitumie kadiri na gisi utakavyo Bwana, unitumie kadiri na gisi unataka kuzungumza na watoto wako, maana unapenda kuzungumza nasi ili siku moja Bwana tufike kukuona. Haupendi mwanadamu apotee hata mmoja. Najua kwa maana Bwana uko natufundisha neno lako kila itwapo leo. Basi Mungu, ninainua wapendwa wote mikononi mwako, wala ambao watakaposikiliza hii video, wala ambao watakapofungua video hii Bwana, naomba wabariki kiroho na kimwili, wapate masikio ya kulisikia neno lako. Neno lako wanapolisikia walifanyie kazi, wasinione mimi, wakuone wewe Kristo ndani yangu. Asante Bwana, yote ninaacha mikononi mwako, na ubariki wote ambao watakapopartage, ubariki wote ambao watakaposhare video hii ili wengine wafaidike. Mungu asante kwa sababu ninaamini watu wako wewe unawajua na waona. Ninaomba na kuamini, ninafunga kila pepo zote, ninazuia kila mipango yote ya shetani. Video hii naifunika na damu ya Yesu Kristo. Asante Yesu, naomba na kuamini katika jina lako Kristo Yesu. Amen. Haleluya wapendwa. Tena siku ya leo watu wa Mungu tunaenda kusoma neno la Mungu, tunaenda jifundisha neno la Mungu pamoja, na neno ambalo tunaenda kujifundisha watu wa Mungu ni kuhusu kutubu, kutengeneza. Niliwaambia kama hii channel hii ya YouTube ni ya tujifundishe gisi ya kutengeneza. Tuko najifundisha gisi ya kutubu wapendwa. Siku ambazo tunaishi leo, tunaishi ni nyakati za jioni, ni nyakati za nyongezo. Tuko nyakati za magharibi watu wa Mungu. Tunapaswa kujifundisha tuishi namna gani ili Bwana tukutane tuko tayari. Tutembee namna gani katika ulimwengu hii ulimwengu ambao tunakuwa nayo. Hii ulimwengu ambao umelewalewa kama vile mlevi. Tuishi namna gani kama vile wa Kristo. Tutembee namna gani kama vile watoto wa Mungu ili Kristo atakaporudi atukutane tuko tayari. Hii channel hii ni channel ya matengenezo, ni channel ya kujitafuta wapendwa. Hapa mimi sitafundisha habari za baraka, sitafundisha habari za kuinuliwa, sitafundisha habari za masafari. Najua makanisani ndio mafundisho watu wako nafundishiwa. Ndani ya makanisa watu wako nafundishwa kubarikiwa, watu wako nafundishwa kuinuliwa, watu wako nafundishwa masafari, watu wako nafundishwa vitu mingi. Lakini sisi hapa kwa channel hii hatutafundishwa zile habari. Habari ambazo tuko nazo hapa ni habari za matengenezo, ni habari za kutubu wapendwa, ili Kristo atukutane tuko tayari. Naongea na Wakristo wenzangu, naongea na wale watu ambao wanaenda kama kanisani, naongea na wale watu ambao wanaombaka Mungu. Siku ya leo ndugu yangu, tunaenda kujifundisha kwa ajili ya kutubu. Mkristo wa kwenda mbinguni anapaswa ishi maisha ya kutubu. Unapaswa ishi maisha ya kutengeneza. Tutapiga kelele kama vile Yohana alipiga kelele. Yohana alipiga kelele akasema, tubuni, mtubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Na mimi ni neno ambalo niko nasema mahali hapa siku ya leo. Tutubu, ufalme wa Mungu unakaribia. Tutubu, Kristo Yesu anarudi. Tutubu dhambi zetu, tutengeneze makosa yetu. Yale yote ambayo tuliyatenda zamani, yale yote ambayo tulikuwa naishi tunayatenda pasipo kujua. Tutubu wapendwa, ili Kristo atakaporudi atukutane tuko tayari. Ili Kristo atakapokuja akutane wewe dada, wewe mama, wewe ndugu yangu, unasimama katika neno, unasimama katika utakatifu, unasimama katika utakaso. Bwana iko nasema tutubu. Bwana Yesu anasema tutubu. Wa mama tutubu, wa baba tutubu, vijana tutubu, wasichana watubu, watoto watubu. Haleluya watu wa Mungu.
Kuna watu ambao wanajuaka kama kutubu ni kwenda tu napiga magoti mshambra yako, napiga magoti humo na tubu. Kuna watu ambao wanajuaka kwamba wakati mnapokuwa hapo kanisani, mchungaji anapoita watu mbele, tunasimama, tunaenda mbele hapo mbele, sisi wote tunasimama, tunaenda pale mbele, tunaombewa, tunawekewa mikono, aseme hapo dhambi zimetoka. Mpendwa, dhambi zinakuwaka hazitoki. Dhambi zinakuwaka hazitoki ndugu yangu. Tunaenda kujifundisha siku ya leo namna gani mtu anapaswa kutubu kusudi akubaliwe na Mungu. Toba gani Mungu anataka? Mungu anataka tutembee katika toba gani? Mungu anapenda tufanye toba ya namna gani? Njoo neno ambalo tutajifundisha leo siku ya leo. Wapendwa. Haleluya. Hautakuwa ulifanyaka uzinifu kisha unaenda simama pale mbele asema unatubu. Hautakuwa uliibaka kitu kia mtu asema unaenda pale mbele unatubu. Hapana, ile toba haikubaliwi. Wakati utakapokufa ndugu yangu, wakati utakapofariki, utakapofika kwenye kiti cha hukumu, watakuonesha matendo yako. Wakati wanakuonesha utasema mbona hii kitu nilitubuaka? Bwana atakuuliza ulitubu siku gani? Ulitubu siku gani? Ulitubu kwa mtumishi gani? Kwa ile video nyingine ambayo ilipita, niliwaambia kwamba kutubu ni kwenda kwa mtumishi wa Mungu. Tafuta mtumishi wa Mungu, ule mwenye anajazwa na Roho Mtakatifu, ule mtumishi ambao anakubaliwa na Mungu, ule mtumishi ambao anatembea katika utakatifu. Uende kwa ule mtumishi, umuelezee dhambi zako zote, muelezee tangu uko mtoto mdogo, yale yote ambayo yatenda, umuelezee 1, 2, 3, eleza yote. Unapoelezea ule mtu wa Mungu, ule mtumishi wa Mungu anamwakilisha Mungu hapa duniani. Unapomwelezea ule mtumishi mwenye anajazwa na Roho Mtakatifu, ule mtumishi mwenye anakubaliwa na Mungu, huyo mtumishi ndio mwenye atakuwekea mkono, anakupelekea dhambi zako mbele za Baba. Anaomboleza mbele za Baba. Niliwaambia wapendwa, nikasema wakati tunakuwa na probleme kumapake, wakati tunakuwa na maprobleme kukoti, wanatuambiaka hii probleme yako ni nguvu. Sasa nagisi hii probleme yako iko nguvu, tafuta lawyer. Tafuta lawyer. Ule lawyer ndio mwenye uende utafute, umuelezee probleme zako zote, umuelezee zile mashida zako zote. Unapomwelezea huyo ndio mwenye ataenda sasa, anaenda hapo kukoti, anaongea na bajiji. Haiko wenjo tena simama pale mbele ya jiji, hapana. Ule lawyer ndio atasimama mbele ya jiji, anamuelezea huyu mtu ni hivi na vyako banayua gisi ya kubia Mungu. Na sisi watumishi wa Mungu, na sisi ndio venye tunaendaka tunaelezea. Unamuelezea mtumishi wa Mungu, mie nilizinaka, mie nilizini, nilifanya hivi. Mpendwa, acha hii kitu nifafanue hapa vizuri. Kwa sababu na mimi nisipoieleza vizuri, na mimi ndakuwa nimetenda dhambi. Kila kitu kyokyote ambacho tunafanyaka katika dunia hii ni dhambi. Kuna watu ambao wanakuwa nafikiri, wanasema dhambi ni uzinifu, dhambi ni ulozi, dhambi ni kuua, dhambi ni kuiba, dhambi ni ulevi. Watu ya Mungu, kuko dhambi ambazo tuko tunatenda sisi wa Kristo, zenye zitatupa kwenye jehanamu. Hizi dhambi za ndani ya moyo, dhambi za dhambi za hasira, kasirani, mivalio mubaya. Uko nakutana wa Kristo wengine wako navaa manguo na inamwacha mwili wa nje. Uko napita mbarabara kuna neno unatamanisha watu, na unajiita Mkristo na unajiita mwenda mbinguni. Wapendwa, mtoke katika asili wapendwa. Wengine maasili zao ni kuvaa manguo zenye hazimpendeze Mungu. Utakutana asili za wengine wako nacheza michezo ya kukata maviuno, wanafunga manguo ndani ya viuno, wanaanza kata viuno. Kuna asili za wengine za hivyo. Wanafunga manguo ndani ya viuno, wanaanza kata viuno. Kuna wengine utakutana asili yao ni kuvaa kama hivi wapendwa. Unaona kama hao. Unaona hii asili. Mpendwa, mtoto wa Mungu, hii ni dhambi mbele za Mungu. Kama wewe kwa asili yenu unajua hivi ndio mnavalaka, alafu mnaanza cheza, ni dhambi mtu wa Mungu. Ni dhambi, toka huko. Njoo maana kuna asili mingi ambazo sisi wa Kristo, sisi ambao tumekubaliwa na Kristo, kuna asili tunapaswa tutoke mwa asili.
kwa sababu vitu vya asili haviendane na neno la Mungu. Vitu vya asili havitembee na neno la Mungu. Mtu wa Mungu, toka mkila kitu kyokyote kenye unajua hiki ni kitu kia asili, toka huko, toka huko. Sisi watoto wa Kristo hatutembeake ndani ya vitu vya asili, hatutembeake ndani ya vitu vya asili. Unaona hii asili hapa benzetu ni kuvala kasenglet, kisha bananza cheza hivi bananza cheza, makwapa zote ziko nje, umu mote mko nje, maziwa yote iko nje. Ile ni asili yao, lakini ni asili, ni dhambi. Ni dhambi kwa sababu kuna bakia uchi mbele ya watu. Sasa we ndugu yangu, kama unajua hii ni asili yako, toka huko mpendwa. Toka huko. Kila kitu kyokyote kenye hakimuletee Mungu utukufu ni dhambi. Kila kitu kyokyote kenye hakimuletee Mungu utukufu ni dhambi. Hata ukiingia kanisani, unaingia kanisani, kanisa tuseme kanisa naanza saa 3 asubuhi, wewe unakuja saa 3:30, umefanya dhambi. Utakuwa uko na hii telefone yako. Hii telefone yako usipoitumikisha kwa utukufu wa Mungu ni dhambi mpendwa. Ni dhambi. Kama wewe unakuwa uko na telefone mumukono, kazi yako tu ni kuangalia watu wenye miko butupu, kazi yako ni kufuata tu bichekesho, kazi yako ni kuangalia sijue vitu gani, uko nafanya dhambi. Lakini kuna watu ambao unasikia kwa unasema mko nasema kila kitu ni dhambi, kila kitu. Simwache basi kutumikisha na hizi matelefoni basi. Mwache basi kutumikisha na tablet. Na tumikisha telefoni kwa utukufu wa Mungu. Na tumikisha tablet kwa utukufu wa Mungu. Mnasikia watu wa Mungu? Ni kwa utukufu wa Mungu. Kitu chochote ambacho unafanya kisipompatia Mungu utukufu ni dhambi. Angalia vitu vinyo unafanyaka. Unavalaka kwa utukufu wa Mungu. Mivalio yako unavalaka kwa utukufu wa Mungu. Kuzungumuza yako nazungumuzaka kwa utukufu wa Mungu. Kukula hii. Kuko mtu anaweza sema basi kukula shida iko wapi? Mkukula unaweza fanya dhambi pasipo kujitambua mtu wa Mungu. Unapokula yenye nazidi kiasi, unakula mpaka tumbo unasikia hauwezi tena kupumua, unafanya dhambi. Watoto ya Mungu, tujiangalie gisi ya kutengeneza maisha yetu. Tujiangalie gisi ya kutubu. Gisi ya kutengeneza maisha yetu, gisi ya kutubu. Kwa kutengeneza hizi madhambi zote ambazo tulifanyaka. Kuna dhambi ambazo utapeleka kwa mchungaji, lakini unapopeleka hizo dhambi kwa mchungaji unamuelezea. Mchungaji anapokuombea, chukua sasa hatua, uende ulombe msamaha kwa ule mtu ambaye ulimkoseaka. Njoo kutubu ya mzuri. Usipofanya hivyo mpendwa, usipofanya hivyo, hiyo dhambi tabaki hapo hapo. Wewe siku utafika mbele ya kiti cha hukumu, utaanza jitetea, mie nilienda katubu, nilikuwa nishatubu hizo dhambi. Batakwambia ulienda katubu, lakini huyu mtu akwenda mlomba msamaha. Wakati unatenda dhambi mpendwa, tuulizane kwanza. Kwa watu wote ambao watafungula video hii tuulizane. Wakati unatenda dhambi, tuseme dhambi ya uzinifu. Tuseme uko mama ndani ya ndoa yako. Unapita nje ya ndoa. Unamkosea nani? Unamkosea ule Mungu aliyetosha amri. Ule Mungu aliyetosha amri ya kusema tusizini. Alisema msizini. Unamkosea Mungu na unamkosea mume wako ambao unaishi naye ndani ya ndoa. Sasa, kumbe kwa kutubu, unapaswa tubu kwa Mungu na unatubu kwa ule mume. Mume wangu nisamehe. Afadhali kama atakufukuza, afadhali kama atakupiga, akufanye chochote tu, bora tu kubali kuadhibiwa hapa duniani kuliko uende tupa moto mpendwa. Kubali kudharauliwa hapa duniani, kubali kuteswa hapa duniani, kubali kutukaniwa hapa duniani kuliko uende tupa jehanamu ya moto. Unapoiba kitu cha mtu, umemkosea nani? Umemkosea Mungu aliyetosha amri tusiibe, na unamkosea mwenye kile kitu. Kumbe kwa kutubu, usitubu kwa Mungu tu. Tubu na kwa ule mtu mwenye kile kitu. Mwambie mpendwa, nisamehe, mimi nilikutanaka hii kalamu yako nikaibeba. Unisamehe. Ukisha tubu kwa ule mtu, unaenda na tubu na kwa Mungu, hiyo dhambi wanaivuta. Iko
ikuwe ni ulozi ulifanyaka, ukatumia mtu ulozi, ukamuloga, ukamwendea kwa waganga. Wendo mwambie ndugu mpendwa, ile siku mtoto wako alikufa kama njo nililoga mtoto wako. Afadhali uwe tayari kufa katika haki, uwe tayari kufa katika kweli. Na Bwana anapoona ya kwamba huyu mtu amekufa kwa ajili ya kusema kweli, hautapotea mpendwa. Hautapotea. Biblia inasema tumuogope yule ambaye anaweza kuua roho na mwili na kukutupa jehanamu ya moto. Mwanadamu yeye anaweza kukuua, ndio, anakuua mwili, lakini hauue roho yako. Kama roho yako ilikuwa tayari mbele za Mungu, kama roho yako ilikuwa tayari mbele za Mungu inasimama vizuri, utakufa kimwili hapa, lakini mbinguni utaingia. Kama ulikuwa tayari. Na ndio kwa maana kwa kutubu, kwa kutengeneza maisha yetu, ni vile ndio tunapaswa kuwa natengeneza. Usiende tengeneza tu kwa mtumishi, ama usiende tu pale mbele. Sababu naita kutengeneza maisha bakuje mbele. Watu ya kutengeneza maisha bakuje mbele. Unakuja unasimama pale mbele. Mtu mwenyewe alikoroganaka naye iko nyumbani, haujamulomba msamaha. Mtu ambaye alibaka kitu kyake iko nyumbani, haujamulomba msamaha. Mpendo, unafikiri hiyo dhambi itatoka? Ile dhambi haiwezi toka ndugu yangu. Hiyo dhambi iko kudepo, iko na kuchunga. Hiyo dhambi itaenda kukuhukumu. Hata ulie na muda gani, hata upige magoti mchumba chako mwezi mzima uko na tubu, uko naomba rehema, kabla hujaenda kulomba rehema ule mtu mwenyewe mkoseaka, kabla hujaenda kutubu kwa ule mtu mwenyewe mtendeaka dhambi, hiyo dhambi haitatoka. Ndio secret ile wapendwa, mimi nawaambia. Tuko najifundisha namna ya kutubu watu wa Mungu. Unapoingia kanisani, unakutana peni ya mtu iko hapo, kalamu ya mtu iko hapa, ni haki ukamate hiyo kalamu uanze iandikisha? Ni haki wapendwa? Sio haki. Kitu chochote kisichokuwa kia haki ni dhambi mbele za Mungu. Tafuta mwenyewe kalamu, mulombe, mwambie ndugu, naweza nisaidia na hii kalamu yako kidogo niandike, anakupatia yeye mwenyewe. Unakutana kwa mfano kama sisi tulikuwa naishi huko kwetu kwa Afrika. Unakutana kitu kia jirani pale nje, sijui kama ni chungu, kama ni sali utakutana, sijui kama ni kitu gani utakutana. Unasema basi huyu ni jirani yangu, huyu ni neighbor yangu, nachukua hiyo kitu. Ni haki uchukue kitu kia jirani yako pasipo kuomba mpendwa? Sio haki. Sio haki yako. Na hiyo dhambi usipoitubu vizuri, unaenda kwa huyo mtu unamwambia, ndugu yangu, nisamee, ile siku fulani nilitumikishaka kitu kyako bila kuomba, nisamee ndugu yangu, nilichukuaka kitu kyako, naomba nisamee. Hapo hiyo dhambi ndio inatoka. Ukiwa ulichukuaka deni ya mtu, hiyo deni ukapotezea, ukasahaulika, na ule mtu haujue fasi kwa unaweza muona tena, nenda tafuta wa ndugu zake, tafuta mmoja wa familia yake, umwambie, mpendwa, nilikuwaka na deni ya ndugu yako fulani, lakini ndugu yako fulani sijui kwenye anakuwaka, ama pengine anaweza kuwa ameshaaga dunia, unakamatwa nalipa hiyo pesa. Usipopata wao hiyo familia, chukua hiyo pesa, peleka kwa kanisani. Peleka hiyo pesa kanisani, uende ukatubu kanisani. Lakini kama ungepata ndugu yake na huyo mtu, afadhali unaenda unakutana na ndugu yake na huyo mtu, unalipa hiyo deni. Watu wa Mungu, mnasikia toba ya mzuri? Tuache kuwa tunadanganywa. Tusiko tunadanganywa na wachungaji wa mafuta, wachungaji wa makeke, wachungaji wa maupako. Aseme jifungie tu chumbani mwako, ikuja piga magoti hapa mbele tukuombee, dhambi aseme zinatoka. Dhambi haiwezi toka. Biblia inasema, wandugu wapendwa, maandiko inasema aseme watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ni miaka mingi tulitembea katika ujinga, tulitembea katika upofu, tuko tunaenda makanisani lakini tuko vipofu. Wachungaji ni vipofu, na sisi waamini tuko vipofu, hakuna kipofu, hakuna kuongoza mwingine. Maandiko yanasema kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wote watatumbukia shimoni. Na ndio kwa maana watu wengi, wenzetu ambao wameisha kufa, wenzetu ambao wameisha toka mdunia, walifariki na zile dhambi zote, na sasa wako wanaomboleza kujehanamu. Sasa wako kujehanamu, hawana tena bahati ya kutoka huko. Wewe ambao ungali mzima siku ya leo mpendwa, tayarisha maisha yako, Kristo anakuja. Tayarisha maisha yako, Kristo anakuja. Hapana kubaki na dhambi mpendwa. Jiangalie unavalaka namna gani? Mivalio unavalaka inaleta utukufu kwa Mungu? Maongezi yako naongeaka na watu inaleta utukufu kwa Mungu?
Unatii neno la Mungu sawa sana gisi linasema? Ndugu yangu, ukiishi kinyume na neno la Mungu, hata kama ukue mtu unanenaka lugha, unaona maandiko nasema ya kwamba Mungu yeye akishatoa karama hainyang'anyaki. Mungu hanyang'anyaki. Unaweza kuwa kuna karama, Mungu alikupaka karama. Una tabiri yako, unanenaka lugha, ama unaombeaka magonjwa napona, ama kuna karama ya kuhubiri, kufundisha watu neno la Mungu. Utabaki tu na hiyo karama, tutabakia kama vile kengele. Uko tu kengele. Uko na ubiri, utafikiri uko na Mungu. Kumbe Mungu alishaka kuacha. Mungu alishaka kuacha. Ni lazima uishi neno la Mungu. Ni lazima utembee sawa sawa na neno la Mungu. Hii neno la Mungu likituambia tusizini. Neno la Mungu likisema tusiibe. Likisema tuvale mavazi ya kujistiri, tujistiri. Likisema tusiweke mapambo. Timiza neno la Mungu mpendwa. Hapana wewe unasoma neno la Mungu alafu unageuza. Unasema basi mimi hivyo haliko vyangu. Mimi hivyo haiko yangu. Mimi sikuitwa kwa hivyo. Mimi niliitwa tu gisi nilivyo. Unasikia? Kuna watu ambao wanakuwa kuna jidanganya. Aseme mimi Mungu aliniita tu gisi nilivyo. Aliniita tu na mapantalo yangu, niko navala mapantalo, niko navala masuruali tu, aliniita na mapambo yangu, mimi Mungu alinichagua tu hivyo. Ndugu mpendwa, jana mwaikumbia jua mwanadamu, bali tupakia kitabu hiki kusudi kitabu kituongoze. Hii kitabu kituongoze. Na watumishi wa Mungu nao Mungu aliwaweka duniani ili watuongoze. Ukikutanana na mtumishi mwenye hakuongoze mkweli, tafuta kwenye kweli iko mpendwa, okoa nafsi yako. Haleluya. Okoa nafsi yako. Siku ya kufa ndugu yangu utaenda we mwenyewe. Hautaenda na mchungaji wako, hautaenda na pastere wako, hautaenda na mume wako, hautaenda na mtoto wako, hautaenda na mke wako. Okoa nafsi yako. Haleluya. Tusome kwanza hapa kwa Yohane wa kwanza. Yohane wa kwanza tunasoma 5 mstari wa 17. Yohane wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, tusikie na tuambia nini. Haleluya. Jambo lolote lisilo la haki ni dhambi, lakini iko dhambi isiyo ya mauti. Nasikia, jambo lolote lisilo la haki ni dhambi. Sijui kama kumesikilikana wapendwa, sijui. Acha niparudishe tena. Dhambi yoyote, kitu chochote isiyo haki ni dhambi. Jambo lolote lisilo la haki ni dhambi. Jambo lolote lisilo la haki ni dhambi. Mpendwa, ukichukua hii peni ya watu ni dhambi kwa sababu haiko yako. Ni lazima omba mwenye nayo. Ukiingia nyumba ya ndugu yako, unasema hapa mimi navaa viatu venye vinanibana sana. Acha nichukue kwa mapapa ya ndugu yangu. Hiyo mapapa ni yako? Ni ya ndugu yako. Ni lazima unamuomba. Ukichukua umefanya dhambi. Kama mimi sawa gisi mimi ninaishi na watoto wangu hapa nyumbani. Niingie mrumu ya watoto, nichukue sijui kama ni mafuta nipakae, nichukue sijui kama ni kitu gani nipakae. Na msichana wangu sikumuomba. Nimefanya dhambi kwa sababu sio kitu kyangu. Jambo lolote lisio ya haki ni dhambi. Unahakikisha vitu vyote vyenye uko unafanya unavifanya katika mapenzi ya Mungu. Unavifanya kwa kumpendeza Mungu. Unatembea sawa sawa na neno la Mungu. Unasikia mtu wa Mungu? Jambo lolote lisilo la haki ni dhambi. Haleluya. Tuangalie hapa ku Mezali. Tusikie Mezali inatuambia nini. Hii ilikuwa Yohane wa kwanza 5 soma 7. Jambo lolote lisilo la haki ni dhambi. Weka andika ile andiko mpendwa. Tuangalie Mezali nayo inatuambia nini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Tuusome Mezali 28 tusome 13. Haleluya. Yeye afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unasikia wapendwa? Yeye afichaye dhambi zake hatafanikiwa.
Wewe ukakuwa unajipatia masheria, unakuwa unasema mimi basi ile haiko dhambi, hii haiko dhambi. Basi kama nilichukua mapapa ya ndugu yangu sio dhambi, kama nilichukua pesa za mtoto wangu sio dhambi. Unakuwa unajirundikia mle mazambi budogo budogo. Ulishaacha mapambo, ulishaacha kusuka nywele, ulishaacha masuruali, ulishaacha sijue mango za kubana, ulishaacha makeup, umeacha wizi, umeacha usharati. Lakini bule bubitu budogo budogo, ndugu mpendwa, usipoangalia bule bubitu budogo budogo, utakutupa kwa jehanamu. Utakutupa kwa jehanamu, alafu utahukumiwa. Kuna mfano wanasema utahukumiwa kwa uji yenye haina sukari. Utakia jikuta umeenda kujehanamu kwa ajili ya bubitu budogo budogo bule ambapo ulikuwa na dharau. Bule bubitu wenyewe uliona uko na dharau. Nasikia mtu wa Mungu. Haleluya. Yeye afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Yeye afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Ni lazima fichua zote mpendwa. Kwa kuungama dhambi zako. Usisikie aibu, usisikie haya. Wewe uko natafuta utakatifu, uko natafuta umuone Kristo, uko natafuta umuone Bwana. Fichua dhambi zako zote. Hata kama ni kuungama hadharani, ungama hadharani. Ambie watu, simama hata ndani ya kanisa, ambie watu, mimi nilikuwa mwenye dhambi, natubu leo, naomba Yesu anisamee, naomba Bwana nirehemu, naomba Bwana nitakase. Mimi nilikuwa mwizi, mimi nilikuwa msharati, mimi nilikuwa muongo, unatubu dhambi zako mpendwa. Na toba nyingine ya mzuri, usijitetee. Toba ya kujitetea haikubaliki. Ndio vile basi mimi naomba Mungu anisamee, nilienda kazini juu kwa sababu niliona basi niko na njaa, mimi nakosa chakula mnyumba kupatia watoto, njoo nikaenda zini. Hiyo sio toba. Wewe zungumuza toba, sema Mungu anisamee nilizini. Sema Mungu anisamee niliiba. Basi mimi naomba Mungu anisamee kwa sababu niliibaka bule bunga wa jirani yangu. Basi niliona mnyumba watoto wanataka lala njala, njoo nikaenda nikaiba bule bunga wa jirani yangu. Mungu anisamee. Hapana. Sio hivyo mpendwa. Tubu, sema Mungu anisamee, mimi niko mwizi, niliibaka bunga wa jirani yangu. Unasema mimi naomba Mungu anisamee, mimi nilikuwa msharati, niliendaka sharatika na ndugu yangu fulani, nilizini na fulani, nilizini na mtu fulani. Hapana kujipatia masheria mpendwa katika kutubu. Katika toba hapana kujipatia sheria. Usijipatie sheria ndugu yangu katika toba. Haleluya. Bali yeyote aziungamaye na kuziacha hupata rehema. Yeyote aziungamaye na kuziacha. Kumbe wakati unatubu ndugu yangu, usipoacha hilo dhambi, hata kama unaungama leo, unaiungama unaitubu, lakini tena unakia irudi unaifanya, ndugu yangu ungali ndani ya shida. Ungali katika shida mpendwa. Unapoungama, unahakikisha hiyo dhambi unaiacha. Unaiacha, unainawa. Unanawa hiyo dhambi unaiacha. Lakini ukiungama na kesho tena unairudilia, ungali katika shida mpendwa. Mtu ambaye anayeungama dhambi zake na kuziacha, ule ni kufanikiwa. Huyu atafanikiwa mpendwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie hapa kwa Yakobo. Haleluya wapendwa. Kitabu cha Yakobo. Haleluya. Yakobo 5. Yakobo 5 tunasoma kwa mstari wa 16. Haleluya. Kwa hiyo ungamianeni makosa yenu ninyi kwa ninyi. Nasikia. Kwa hiyo ungamaneni makosa yenu ninyi kwa ninyi. Hapana kusema unaenda jifungia mchumba yako njoo taungama dhambi. Hapana kusema njoo vile mimi nakamata maombi, mimi nakamata maombi ya siku 3 niomboleze kwa Mungu, Mungu anisamee dhambi zote zenye nilifanyaka. Mpendwa, maandiko yanasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Ni kelele mbele za Mungu ndugu yangu. Utawakia pale uko unajitesa, haukuli, haukunywe, uko naomba, kumbe maombi yako haitoboi hata hapa
kwa siri haitoboe. Haitoboe, iko na kubakilia tu hapo hapo. Unasikia mpendwa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa hiyo ungamianeni makosa yenu ninyi kwa ninyi na kuombeana ili mpate kuponywa. Unasikia? Ungamaneni makosa yenu nyinyi kwa nyinyi na kuombeana ili mpate kupona. Unasikia? Unapokuwa na madhambi yako yenyewe litendaka, unapotaka ukubaliwe na Mungu, enda ungama kwa mtu. Wende ungama kwa mtumishi wa Mungu. Na kuko zile madhambi zote enda ungama kwa mtumishi wa Mungu. Na kuko zingine zenyewe tenda ungama na mtu mwenyewe litikoseaka. Akwe mume wako kama ulipitaka ulifanyaka uzinifu, enda ungama kwa mume wako, mwambie mume wangu nisamee nilifanyaka dhambi unihurumie. Na ukisha toka pale badala unaenda kwa mtumishi wa Mungu, anakuwekea mikono, anakuombea rehema. Nasikia? Mnasikia Yakobo anatuambia, Yakobo 5:16, ungamaneni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Hawasemi aseme tujifungie ndani ya machumba tuungame. Hawasemi twende tupige magoti mkanisa watu njoo kwenye dhambi zitatoka. Hapana. Wende kutana na ule mtu mwenye ulikoseaka, umuombe msamaha. Kutana na ule mtu mwenye uliibaka kitu kyake, umuombe msamaha. Kama uko na uwezo wa kumulipa, umulipe. Na usipokuwa na uwezo wa kumulipa, mwambie ndugu yangu nisamee niliibaka kitu kyako. Niliibaka kama ni simu yako niliibaka, lakini kwa leo sina uwezo wa kukulipa hii simu, nisamee ndugu yangu. Nisamee na Mungu anisamee. Hiyo toba inakubaliwa. Ule mtu akubali, akatai kukusamee, aitike akubali, akubali asipokubali, hiyo mzigo unabakia juu ya kichwa yake mwenyewe. Wewe umevua hiyo dhambi. Unasikia mpendwa? Njoo habari za kutubu zile. Kutubu haiko sema tunatubu tunajifungia mnyumba uko pale unabaki uko naomba Mungu nisamee, Mungu nihurumie, niliibaka vitu vya watu, Mungu nisamee, nilikoseaka ndugu yangu, Mungu hapana. Hiyo toba haikubaliwe. Enda kwa ule mtu, uende mulomba rehema, uende mulomba msamaha kwa ule mtu, uende tubu kwa ule mtu mwenye ulikoseaka. Ukitoka kwa ule mtu, rudia kwa mtumishi wa Mungu akuwekee mikono. Ukishamaliza tubu kwa ule mtu mlikoseaka. Wapendwa, hata watoto wetu nyumbani, nyumba zetu, mtoto unapaswa kumulomba msamaha. Unaweza kuwa ulimkosea mtoto. Maandiko yanatuambia ingine aseme tusiwachokoze watoto wetu. Sisi wazazi kuko makosa yenyewe tunafanyaka, uko napiga mtoto mpaka mtoto unamtosha damu. Hiyo damu mbele za Mungu sipoitubu utadaiwa. Unapopiga mtoto wako unamtosha damu na mulumiza, mbele za Mungu utadaiwa. Kama uko na akili, anza tubu ungali duniani. Tubu ungali duniani mpendwa. Lomba ule mtoto msamaha na uende kwa mtumishi wa Mungu akusamee kwa hiyo damu inyoli mwangaka. Tunakuwa tunajipatia masheria sisi, mimi sijawahi kumwanga damu, wakati unapiga mtoto wako unamtosha damu, ni damu mbele za Mungu. Mungu anahesabu kama umemwanga damu. Mungu anahesabu umemwanga damu. Haleluya, watu wa Mungu. Toba ya mzuri, kujisafisha, kujitakasa. Uende kutanana na mtu mwenye ulifanyaka kosa, ule mtu mwenye ulichukua kitu kyake, ule mtu mwenye ulitukanaka, ule mtu mwenye ulisemaka naye mubaya, umulombe msamaha, uombe toba kwake. Ule mtu aitike akubali, mbinguni wameyavuta ile dhambi. Hiyo dhambi mbinguni navutwa. Ule mtu akikatala kukusamee, ile mzigo unabakia juu ya kichwa chake mwenyewe. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia? Aseme ungamaneni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Hapana we mwenyewe. Hapana we mwenyewe. Aseme we mwenyewe upiga magoti mchumba yako utubu ndani ya chumba yako. No, hapana. Hapana, maandiko yanakatala. Manasema ungamaneni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Nafikiri hapa mwenye atakuwa nasikiwa amesikia. Mimi na wewe tujiangalie mpendwa. Mimi na wewe tuangalie gisi ya kutubu, gisi ya kutengeneza maisha yetu. Bwana Yesu anakuja kwa kumulango. Iko na chunga mimi na wewe tutubu dhambi zetu. Iko na chunga hili kale hasira kenyunga lunachunga ndani ya moyo katoshe. Ile hasira kile kasirani ngali unachunga ndani ya moyo wako itoshe.
Kama ndugu yako fulani alikukoseaka, mtoshe ndani ya moyo. Mtoto wako alikukoseaka, mtoshe ndani ya moyo. Hauwezi ingia mbinguni na uko na kasirani mpendo. Mbinguni hakuingia yake watu ya kasirani. Mbinguni hakuingia yake wachoyo. Mbinguni hakuingia yake watu ya masengenyo. Mbinguni hakuingia yake watu ya chuki. Samehe wote waliokukosea, batoshe kwa moyo wako. Batoshe kwa moyo wako. Ishi maisha ya utakaso. Ishi maisha ya kutii neno la Mungu. Ishi maisha ya kutengeneza na Mungu siku zote. Nilitaka niwaambie kitu kingine wapendwa. Nimewaonesha gisi ya kutubu. Nimewaonesha gisi ya kutubu. Kama uliibaka kitu kia mtu, kama ulifanyaka busharati na uko na mwanaume, ama kama ulifanyaka busharati na mume wa mtu. Tuseme wewe ulikuwa hauna mume, ulikuwa msichana, lakini ulikazini na mume wa mtu. Unapaswa toka, unaenda ambia ule mke, unisamee niliziniaka na mume wako. Unaenda unamwambia. Liwalo na liwe mpendwa, liwalo na liwe. Usiogope huyu wa kuua mwili. Ogopa yule mwenye kuna uwezo wa kuua roho na mwili na kukutupa jehanamu ya moto. Wendo mwambie huyo mama, mwambie unisamee. Mwaka fulani nilifanyaka buzinifu na mume wako. Nilifanyaka busharati na mume wako, nisamee. Enda mwambia tu mpendwa. Wenda mwambie ujifungule. Ujifungule utoke mabile vifungo vyote. Ujifungule. Kwa sababu wakati yenye tunakuwa tunachunga dhambi, wakati yenye tunakuwa tunatembeana dhambi, tunakuwa tuko wafungwa. Tunatembea lakini tuko wafungwa. Na ndio kwa maana wakati yenye mtu anakufa, wakati unakufa ulikuwa mwenye dhambi, unakutana mapepo ndio ziko nakukaribisha. Mapepo ndio ziko zinakungoja. Ile wakati tunaona kama mtu yuko ndani ya hospitali ama yuko ndani ya nyumba, yuko napigana, mtu roho inataka toka, yuko napigana, anakuwa yuko napigana na ile mapepo. Mapepo zinakuja zinakuzunguka, ukate tu roho bakubebe. Anaanza pigana nao. Ndio utasikia watu wanasema huyu mtu amekufa lakini amechoka. Huyu mtu anachoka, anapumzika kabisa, anapumzika. Ya wapi mpendwa, hapumzike. Kule kwenye anaenda ndio anaenda teseka vibaya sana. Mtu wakati unakufa hauko ndani ya neno la Kristo. Unakufa haukuishi maisha ya kutengeneza maisha yako. Unakufa haukukuwa salama na Kristo. Haukukuwa karibu na Kristo. Mpendwa, unaenda teseka milele. Mtu haende kupumzika. Utasikia wengine, Bwana si Mungu amulaze mahali pema, Mungu amulaze peponi mahali pema. Muache hizo makauli wapendwa, muache hizo makauli. Haiko wengi utamchagulia Mungu kwenye atenda kumulaza mtu. Wakati mimi naishi ndani ya dhambi, mimi sitaki kutubu dhambi. Wananifundisha dhambi ni hii, mimi situbu. Wananiambia hii ni dhambi, sitaki kutubu. Nataka tu niishi jinsi mimi nataka. Niko najipeleka jinsi mimi nataka mwenyewe. Kisha wakati mimi nafariki, Mungu wende mulaze roho yake peponi mahali pema. Hamwezi kumchagulia Mungu mahali kwa talaza mtu. Kama nilitembea katika kutomtii Mungu, nitaenda teseka kuzimu. Bwana haizi kunilaza mahali pema peponi. Wakati mimi sikupatumikia. Pale mahali pema ni mimi mwenyewe kwanza kupatafuta na ningali mzima. Mimi wakati niko mzima, wakati niko duniani, njoo nianze kutayarisha, nitayarishe pale mahali pema. Nikifariki leo, nikifariki kesho, niingie mahali pema. Unasikia watu wa Mungu? Kuna watu wengine ambao wanakatala hii kweli. Wako na mafundisho hii kweli, wanakatala, bataki. Hawataki kujua, bali waenda mkanisa. Yeye anajua tu kila siku ya Mungu anaendaka tu, anaingia kanisani, anavaa vizuri, ni kubadilisha manguo. Ile ndio ilikuwa Kristo yetu ile. Na mimi nilikuwa huko zamani mpendo. Make mie nikiona tu siku ya Mungu inafika, nafurahi sana, nafurahi na amuka mapema. Nivale vizuri, nijipambe vizuri, watu wote waone mimi ndio wa kwanza mu mapambo. Watu wote waone mimi ndio wa kwanza mwenye mimi napendezaka. Ndalamukia kwa kanisa, mimi naikala kukiti ya mbele. Kumbe mimi siko naenda mtafuta Mungu, niko naenda onesha mavazi, niko naenda onesha mapambo. Ole sana kwa wale wa ndugu zetu ambao wangali huko. Lakini mpendwa, ninakushauri, kama unataka uingie mbinguni, toka huko. Toka mwazile tabia ndugu yangu, toka mwazile tabia. Na mimi nilikuwa huko ndugu yangu. Nilikuwa mwazile tabia za kwenda naenda onesha mapambo, kukuwa naenda kanisani wanione mimi ndio ninaiweka makeup vizuri, mimi ndio nalamukia kanisani, sitachelewa.
Kwanza ukipata tu kacheo kanisani, kama uko mwimbaji, kama uko asha ndani ya kanisa, manake pale unaona unamaliza, unaona pale unaingia mbinguni kabisa, unaingia mbinguni. Wapendwa, watu wako napotea sana. Hii kweli hamtaipata ndani ya makanisa. Hii kweli hamtaipata ndani ya kanisa. Ukiwa na bahati, wewe ambao uko ndani ya kanisa ambao unafundisha hii kweli, shikilia sana. Shikilia sana mpendwa. Na kama unaona kanisani kwenu hawafundishake hivi vitu, ndugu mpendwa, tafuta kanisa yenye wanafundisha juu ya habari ya utakaso. Tafuta kanisa ambao wanafundisha habari ya kukemea dhambi. Bakuoneshe dhambi ni nini. Dhambi ziko napeleka watu kujenamu. Dhambi ziko zinaenda kuua watu wanakufa, wanaenda jenamu mpendwa. Wakati unafariki ndio unaanza sema ningelijuaka. Wanasemaka ningelijua na kujaka nyuma. Ni mjukumu majuto, ni mjukumu mpendwa. Usijute na ulishafika kujenamu. Usijute na ulishafika kujenamu. Afadhali juta ukiwa duniani. Juta ukiwa hapa duniani. Juta ukiwa mzima. Omboleza mbele ya Bwana. Mwambie Yesu nisamehe. Mwambie Yesu nihurumie. Unisamehe kwa hizo dhambi zote. Nataka nikufuate wewe. Nataka nikufuate Mungu wangu. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza sikia mwenzenu yuko pale kanisani, yuko na tubu dhambi zake, yuko anaomba msamaha. Mimi naomba Mungu anisamehe, nilikuwa mzinifu. Mimi naomba Mungu anisamehe, nilikuwa mwizi. Naomba Mungu anisamehe, nilikuwa msharati. Mnacheka, mnakuwa na mcheka, mnamuona ni pumbavu. Kumbe mwenzenu uko najiosha. Mwenzenu uko najiosha, kuna jifungula vile vifungo vyote. Nyie mnabakia mnafungwa. Mnakuwa mnatembea lakini mko wafungwa. Mko natembea katika dunia lakini mko wafungwa. Shetani anashaka wafungwa. Mko natembea lakini uko na sheni yenyewe na kufunga mpendwa. Ukiona ule mko najifungua unaanza kumcheka. Unamuona ni mjinga, unamuona ni pumbavu. Asema huyu yuko nazungumza vitu gani? Kumbe wewe yako na vificho ulishaweka kudepo. Wakati kapumuzi kana kutoka ndio unaanzalia. Ningelijuaka nitubu. Ningelijuaka nimtumikie Bwana. Ningelijuaka nimtumikie Kristo. Unaanza kutubu. Unaanza juta. Na majuto ni mjukuu. Haleluya watu wa Mungu. Napenda leo, siku ya leo, mtu ambaye atasikia video hii, ndugu yangu, kamata hatua. Kamata hatua, Yesu anarudi. Hatujua atarudi nini. Hatujua kama atarudi leo, atarudi kesho. Kama atarudi leo usiku, kama atarudi kwa hizi saa niko naongelea, hatujue. Maandiko nasema tuwe utayari kila sana, kila dakika. Wakati wowote, muda wowote unasikia neno la Mungu, chukua hatua hapo. Chukua hatua mpendwa. Unapolisikia neno la Mungu, chukua hatua. Tafuta mtumishi wa Mungu. Mwambie mtumishi, niko nakutafuta, nataka nitengeneze maisha yangu. Nataka nitengeneze maisha yangu. Haleluya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Tafuta mtumishi wa Mungu, yule mwenye anasimama mkweli, yule mwenye anasimama mutakaso, yule mtumishi mwenye anasimama mutakatifu. Umuito, mwelezee, mwambie mtumishi, nataka kutengeneza maisha yangu. Haleluya watu wa Mungu. Na kwa wale watu ambao wako na mashaka na watumishi, kuna mtu mwingine anaweza sikia video hii, anajiuliza sasa, mimi nilikuwa napenda nitengeneze maisha yangu, lakini sasa ndatengeneza kwa nani? Mbona sina mtu kwa ndatengeneza kwake? Ndatengeneza kwa nani? Mtumishi fulani. Hapana. Ula anaweza nitangaza. Nikitengeneza kwa mtumishi fulani, sitaki bali batanitangaza. Sasa mbona sina mtumishi kwa kutengeneza? Mpendwa, nataka nikupatie namba yangu. Ukitaka kutengeneza maisha yako, mimi sikupatie namba yangu aseme kwa kujipendekeza ama mimi ndakutengenezesha. Nitakupatia watumishi wa Mungu ambao watakutengenezesha, watakuelekeza namna kutubu, namna kusimama vizuri ndani ya Kristo. Kwa ule mtu ambaye anataka atengeneze maisha yake, kwa ule mtu ambaye anataka kuingia mbinguni. Haleluya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Namba yangu iko 348 9 5 11 68. Wapendwa, ndio namba yangu ile kwa ule mtu ambaye anataka kutengeneza maisha yake. Nitakupatia watumishi wa Mungu, watakuongoza vizuri sana.
na mambo ambayo atakuongoza ndani. Ukishikilia kweli utaiona mbingu. Ukishikilia maneno ambayo atakuongoza ndani utaiona mbingu mpendwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, niko mbele zako Bwana. Neno lako hili ambalo limetoa mahali hapa, nataka Bwana neno hili lipenye ndani ya mioyo za watu wako. Kila mtu mmoja, kila mtu mwenye atasikia hili neno, mmoja wala mwingine atakayesikiliza hili neno Bwana, lipate kumgusa, lipate kumbadilisha. Neno hili sio neno langu Bwana, bali ni neno lako Kristo Yesu. Wewe ambao ulisema watu wote watubu, wewe ambao unasema tutubu, tujitayarishe, tukue tayari, kwa sababu uko mlangoni karibu utanyakua kanisa. Baba, nataka hili neno kila mtu ambaye atakayelisikiliza, Mungu msaidie, mupatie nguvu Yesu ya kusimama na kutengeneza maisha yake. Mfungule atoke ndani ya vifungo vyote vya giza, maana kuna watu ambao wamefungwa na shetani. Kuna watu ambao shetani anafunga, amewafunga akili, amewafunga fahamu ili wasijue kweli. Mungu wasaidie watu wako. Ninaomba neno lako lipenye ndani ya mioyo za watu, lipenye, ligawule mafuta na nyama na mafuta, libadilishe mwenendo na tabia za watu. Asante Yesu. Acha neno lako Bwana lipate kuwageuza, acha neno lako lipate kubadilisha, na wale ambao wako na magonjwa wapokee uponyaji, maana Bwana Yesu wewe unaponya roho na nafsi Bwana, unaponya. Mungu waguse, waponye roho na nafsi. Asante Yesu. Naomba na kuamini katika utukufu wa Kristo Yesu. Ninaomba na kushukuru. Amen. Haleluya wapendwa. Tutakutana tena siku nyingine. Bwana wabariki.